kwa sababu ya kuokoa cheo chako. Usisababishe vilio kwa sababu ya kulinda cheo chako. Usisababishe vilio kwa watu kwa sababu ya kujiokoa wewe mwenyewe au kwa sababu ya pesa. Usisababishe vilio kwa jamii, kwa sababu hivyo vilio vitakurudia na wewe. Hivyo vilio vitafanya na wewe mama yako alie. Hivyo vilio na wewe mwenyewe utalia tu, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye ataishi milele duniani. Hakuna. Na hakuna damu, hata kama utaishi miaka mingi, itakuwa ni miaka yenye kuweweseka, hata kama wengine watatangulia kwa sababu ya kukemea na kupinga ubaya, kwa sababu ya kukupinga. Kila atakaye kupinga unamuondoa, kila atakaye kufanyia ubaya unamuondoa. Basi nataka nikwambie hivi, sio kama labda utakuwa salama. Utaishi miaka mingi, lakini ni miaka yenye mateso, miaka iliyojaa kuweweseka, miaka iliyojaa kuishi kwa hofu, miaka iliyojaa kuishi kwa kumbukumbu mbaya kichwani, kwa kumbukumbu mbaya, kukumbuka damu tu, na wale watu uliowaua hawatakuacha salama, watakuwa kikusumbua. Vivuli, hata ukiona kivuli chako utakuwa unashtuka. Ni kwa nini? Una damu za watu nyingi. Kiona serikali imeshindwa kupata suluhu kwa njia ya makubaliano, kwa njia ya mazungumzo, jiandae kupata suluhu kwa njia ya vita. Tukiongelea mazungumzo ni pale ambapo serikali inaona kwamba yenyewe inafaa, alafu chama pinzani kinaona chenyewe na kinafaa. Kwa hiyo kifatacho huwa inapatikana suluhu kwa njia ya vita. Angalia Sudani, angalia Uganda, angalia Kongo. Dola na wapinzani walishindwa kukubaliana kupata suluhu moja. Wakapata suluhu moja, wakagawana madaraka. Tunataka tuelewe kitu kimoja. Mwananchi na serikali, bosi ni mwananchi. Ndio, sio serikali. Ndio. Wale ni watumishi waliochaguliwa na wananchi kutumikia wananchi. Wale ni watumishi wetu. Sisi ndio mabosi. Sasa tunachokihitaji sisi ndio inabidi watusikilize. Tunataka amani, wanaizungumza amani ambao wao wanaizungumzia amani feki. Ndio. Sisi tunataka amani ya ndani. Nataka sisi tuishi maisha mazuri. Wao kwa kuwa ndio wafanyakazi wetu, wao waishi kwenye majumba tunayoishi sisi tuishi Ikulu kama wao. Yani haiwezekani watu wanatekwa, watu wakizungumza ukweli wanatekwa, watu wanaumizwa, watu wanapigwa, alafu tunaambiwa ni watu wasiojulikana. Alafu ikitokea mmoja wenu akitoa mfano wa watoto angetekwa wa viongozi, wanatoka akina Abastarimba wanazungumza vitu vya ajabu, mtoto mpendo wa mama. Hao waliotekwa sio watoto wapendwa wa wazazi wao. Kwa hiyo ni kwamba kinachotapaswa ni kwamba hao watu wajulikane. Kwa nini tunasema ni serikali? Kwa sababu serikali haitaki kuhudumia hayo malalamiko ya watu wanaotekwa. Tunalifanya watu wengi. Alikibao amechukuliwa, mzee Kibao amechukuliwa, amekutwa mfukoni amekufa, amechukuliwa Mdude, amepigwa, mke wake ni shahidi. Mambo yanasema ni watu wasiojulikana. Wasiojulikana wakati watu wanajitambulisha kama polisi. Hapo mnajiita nyinyi ni peshi na kitu vya ajabu. Tunaanza kusemewa na Kenya. Yaani bunge letu limejizalilisha kabisa. Sasa hivi bunge ndio lilitakiwa liingilie suluhu, lisigamie serikali wala lisigamie raia. Mpaka tunaingiliwa na jenzi wa Kenya ndio anakuja kutafuta suluhu hapa Tanzania. Bado bunge linazidi kuegamia upande wa serikali. What is the end of this? Kwa sababu hii nchi ni ajabu sana. Hawataki kusikiliza vitu vya maana, wanataka kusikiliza vitu vya ajabu. Mfano, ukitaka kufanya vitu vya msingi kuhusu harakati mnapingwa, mnatekwa, mnapigwa. Niambie ndugu zangu, vijana wenzangu, au sio bwana? Serikali yetu inapokosea, au sio, tunatakiwa tuiseme ili ijirekebishe. Machawa wote wa Mama Samia, hebu teteeni nchi, kamati ya uongozi, kamati ya rais, kamati ya serikali, ugali. Msitetee ugali, teteeni nchi kae kwenye mwongozo sahihi. Hakuna damu ya mwanadamu ambayo inapotea. Hakuna damu yoyote ya mwanadamu ambayo inapotea. Sio damu ya kuku. Hakuna. Itabaki inapiga kelele. Inapopiga kelele kwa Mungu, nao utakuwa unaisikia katika masikio yako. Na ndio maana utakuta unajisi kuchanganyikiwa. Unakuwa unakumbuka yale matukio yanakuwa yanajirudia kichwani mwako. Ni kwa nini? Zile damu zinapiga kelele. Zile damu zinalalamika, nazo zinataka Mungu azilipie kisasi. Hivyo na wewe hutakuwa na amani. Hautapata raha yoyote ya maisha, hautapata uzuri wowote wa maisha. Ni kweli umeua kwa sababu umeahidiwa donge nono. Umeua kwa sababu labda umeahidiwa cheo fulani. Umeua labda ni kwa sababu umeahidiwa kiasi fulani. Umeua labda ni kwa sababu ya kulinda cheo chako. Lakini nataka nikwambie, zile damu zitapiga kelele kwenye masikio yako mpaka utakuwa kama mtu aliyechanganyikiwa. Nitakwenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo 6 na ule mstari wa 9. Anasema hivi: na alipofungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu? Yaani kuipatia haki damu yetu. Hata
mpaka lini Mungu? Hautawalipa hawa watu hawa, hautawalipa wote waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya kupinga ubaya, kwa ajili ya kukosoa ubaya, kwa ajili ya kupinga mabaya. Damu zao zinapiga kelele na zitapiga kelele. Zinapopiga kelele kwa Mungu, nao utakuwa unazisikia, na ndio maana unakuwa unahisi kuchanganyikiwa. Na ndio maana unakuwa unahisi kuchanganyikiwa. Zile pesa ambazo ulikuwa unawaza, nikizipata, nikipiga hili tukio moja nililoahidiwa, nikimwondoa huyu, nikimteka huyu, nikimpoteza huyu, nikifanya hii mission siji kurudia tena, nikifanya hii mission nitakuwa nimekamilisha, na hii pesa nitakayolipwa nitakuwa nimemaliza, na nitakwenda kufanya biashara, nitakuwa mfanya biashara, nitakwenda kufanya kitu fulani, nitawekeza mahali fulani. Nataka nikwambie hivi, zile damu zitakavyokuwa zinapiga kelele kwa Mungu, nawe utakuwa unazisikia kwenye masikio yako. Ukiwa unazisikia kwenye masikio yako, utajikuta unachanganyikiwa kiasi kwamba ile pesa, baada ya kutumia kwenye malengo uliokuwa unayategemea, utajikuta unatumia kwenda kulewa, utajikuta unatumia kwenda kuvuta bangi, utajikuta unatumia kwenda kutafuta wanawake, utajikuta unatumia kwenye vitu vya ovyo mpaka ile pesa inaisha. Kwa nini? Zile damu zinapiga kelele kiasi kwamba unajihisi umekuwa chizi, kiasi kwamba unajihisi unataka kuchanganyikiwa. Hivyo unatafuta faraja kwenye vitu, kwa wanawake, kwa wanaume, mara unatafuta faraja kwenye vitu. Yaani unaishi wewe mwenyewe kwa hofu. Ni kweli unahisi umeshika uhai wa watu wote uko mikononi mwako. Ni kweli unahisi unaweza kumfanya yoyote lolote, lakini zile damu ambazo umezimwaga, zile damu ambazo umeruhusu zimwagwe, zile damu ambazo unakuwa unamwaga, hazitakuacha salama. Zitakufanya na wewe uwe na hofu, zitakufanya na wewe uwe na mashaka, zitakufanya uishi kwa hofu hata uwe na cheo chochote, zitakufanya uwe mwoga, zitakufanya usiwe jasiri, uwe unaogopa. Hata mtoto mdogo akikukaribia unakuwa unahisi ni mbaya kwako, unakuwa unaishi kwa hofu. Mimi nakusihi tu, geuka, acha ubaya wako. Mimi nakusihi tu, geuka, usimuumize mwingine, usisababishe mtu akalie kwa sababu yako, usisababishe vilio kwenye jamii za watu, usisababishe vilio kwa watu, usisababishe utajiogopa mpaka wewe mwenyewe. Mwanadamu, usisababishe mwingine kulia. Jua na wewe mama yako atalia, jua na wewe mama yako atafiwa tu. Hakuna mwanadamu ambaye ataishi milele, hakuna. Kile unachomfanyia mwenzie, jua na wewe kitakurudi. Hakuna mwanadamu mwenye bima ya kuishi milele, hakuna mwanadamu mwenye uhakika. Unaweza ukaonga wote wakulinde, wakuhakikishie usalama, lakini huwezi kumuonga Mungu akuhakikishie usalama wako ikiwa wewe mwenyewe unaondoa maisha ya wengine. Unaweza ukaonga walinzi na ukawalipa walinzi wakuhakikishie usalama wako, lakini huwezi ukamuonga Mungu kwamba sione ubaya wako. Utaonga walinzi, utawaonga watu watakulinda ili uwe salama, hata kama unafanya ubaya gani wakulinde ili uwe salama, lakini huwezi kumuonga Mungu ili akuache uwe salama. Huwezi.